Haya ni mazoezi ya mwisho ya kikosi cha Dar es Salaam Africans ambapo jioni ya leo wamefanya mazoezi yao katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine hapa jijini Mbeya, wakijiandaa kuelekea mchezo wa kesho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha Mbeya City wanakoma kumwanya. Wakati wakiendelea na mazoezi haya, meneja wa kikosi cha Dar es Salaam Africans Walter Harrison anazungumzia maandalizi yako namna gani. Nadhani wote tunatambua jinsi ambavyo ratiba zimekuwa tight kwa siku za karibuni. Tumecheza takriban michezo 6 ndani ya siku 15, sio kazi rahisi. Tumefika Mbeya siku ya jana na leo tunafanya mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Mbeya City siku ya kesho. Kwa hiyo kila kitu kinaenda sawa mpaka sasa hivi na tuna imani tutakuwa kwenye wakati mzuri wa kwenda kupata matokeo Mbeya. Kitu ambacho kama wote ambavyo mnajua haitakuwa kazi rahisi. Tumeona Mbeya City jinsi ambavyo wameimarisha timu yao na wana nzuri, very strong. So tunajua kesho tunaenda kukutana na mpinzani ambaye atakuwa na hali gani, na we are ready kwa ajili ya kwenda kuface hiyo challenge na kujiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunaondoka na point 3. Bila kupepesa macho, nadhani kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanywa. Ukiangalia eneo la kuchezea, pitch ya Sokoine imeharibika sana na iko hivi wakati huu ambao ni wa kiangazi. Mvua ikinyesha hapo nadhani hatutakuwa tena na uwanja. Kwa hiyo sio kwamba tunalaumu, lakini tunapenda kutoa angalizo kwa vyombo husika kuona jinsi ambavyo wanaweza wakafanya ili kuendelea maintain quality ya mechi ambazo zinachezwa hapa, lakini pia quality ya ligi yetu. Tunajua jinsi ambavyo ligi yetu iko kwenye ubora kwa sasa hivi, kwa hiyo tunatakiwa kuendelea kuifanya iwe bora kwa kuhakikisha pia miundombinu au sehemu ya kuchezea inakuwa vizuri. So nadhani watu wote mlioko hapa mmeona jinsi ambavyo pitch iko kwenye hali mbaya, lakini we don't have a choice kwa sasa hivi. Lazima kesho tuweze kucheza hapa na tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunaendana na mazingira ili kuweza kupata matokeo. Tuna wachezaji takriban 31 ambao wamesajiliwa. Kwa hiyo kikosi kilichoko hapa kina wachezaji wa kutosha kuweza kuhusika kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo it's not a big deal kwa sababu hauwezi ukawa na kikosi cha watu 31 wakaja hapa kwenye mchezo. So ni jambo la kawaida. Kikosi kilichoko hapa kiko tayari na kinatosha kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo wale ambao hawapo sio vizuri kuweza kuwazungumzia kwa sababu ni selection ya mwalimu ambaye ameifanya kuelekea kwenye mchezo huu na haina shida kabisa. Kwa ripoti kamili ya mchezo wa kesho kati ya Mbeya City dhidi ya Dar es Salaam Africans, Manara TV itakuletea matukio yote ndani na nje ya uwanja. Mimi ni Pasco Ndambo wa Manara TV.